Wale ambao wanafanya dua, wanaofanya sala, lolote tufanye tuhakikishe kwamba tunapata ushindi. Hii tunavuka mwenyekiti. Kwa uwezo wa Mungu tutavuka. Kwa kweli tunashukuru Mungu kwamba mpira umeisha katika dakika hizo, na kwa bahati nzuri hatukupata injuries. Zaidi ya hapo, ukiangalia mchezo, dominance yetu sisi ilikuwa ni kubwa sana, na ni bahati mbaya sana tumekosa magoli mengi ya wazi, na hii inatokana labda tumetengeneza nafasi nyingi lakini hatakuwa na bahati ya kupata magoli. Naamini kabisa mwalimu na benchi la ufundi watakuwa na nafasi ya kuweza kufanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza leo. Hii timu tuna uwezo wa kuifunga nyumbani. Hata hapa tulikuwa na uwezo wa kufunga, lakini kwa bahati mbaya tu maamuzi nayo vile vile yalikuwa yako na yanauma upande mmoja. Lakini kwenye michezo hii kiafrika tunakubaliana na hilo, na tunawasubiri waje nyumbani na sisi tuje kucheza nao, tuone na sisi tutautumiaje uwanja wetu wa nyumbani. Jambo kubwa kwa washabiki, wapenzi, wanachama na wote wenye kuitakia heri Simba ni kuweka nguvu ya pamoja na kufanya maandalizi ya nguvu kukabiliana na wao. Hii ni timu ambayo tunaweza kabisa tukaitoa na tukaendelea kwenye hatua inayofuata. Iko namna yeyote mwenyekiti matokeo haya yakawakatisha tamaa wana Simba na kuona kwamba tunaanguka tena kwenye robo finali nyingine? Simba haijawahi kuwa na moyo wa kukata tamaa. Kwa mara ya mwisho tulivyocheza robo finali, kama mnakumbuka, tulipoteza mechi kwa kufungwa goli moja. Lakini pia tumeshaenda kucheza na Kaizer Chiefs, walikuwa na timu nzuri, tulipoteza kwao goli 4. Tulipokuja Dar es Salaam tukapata goli 3. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa hawa nao tukijipanga vizuri kupata goli zaidi ya 3, na ikiwezekana mara 2 ya hizo 3 kwa maana ya 6, na tukaingia kwenye hatua inayofuata. Mipango ikoje sasa kuelekea Dar es Salaam na kuelekea mechi ya marudiano? Maandalizi ya mechi hii yalishaanza. Kwa hiyo tunaendelea pale tulipoishia, na kwa maana kwamba tutakaporudi Dar es Salaam tutakuwa na nafasi nzuri ya kufanya marekebisho kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana na itilafu. Mechi hii kwa wote walioshuhudia kulikuwa na maamuzi ya ajabu kidogo. Sasa kwa wenzetu hawa wana mambo mengi ambayo wanayafanya ndani ya mpira. Sisi tunawashukuru kwa hili walilotufanyia, lakini na sisi tunawakaribisha waje kukutana na ukarimu wetu nyumbani. Unawaambia nini wana Simba kuelekea mechi ya tarehe 9 ya marudiano? Kila mmoja awe tayari kuhakikisha kwamba anapambana kwa ajili ya Simba kuingia katika hatua inayofuata. Hakuna jambo jingine. Kila mmoja awe tayari, ambao wanatakiwa kwenda uwanjani waje. Wale ambao wanafanya dua, wanaofanya sala, lolote tufanye tuhakikishe kwamba tunapata ushindi. Hii tunavuka mwenyekiti. Kwa uwezo wa Mungu tutavuka.